Mwenyekiti wetu bado yuko ndani zaidi ya mwaka, na niliwaambia na nawaambia tena, Lissu, mnafikiri sisi hatujamshauri? Lissu sio mnavyofikiria, yuko tayari kufika jela. Alipokamatwa tu mimi nilikwenda magereza, nikamwambia unafikiri kuna haja ya kuongea? Akaniambia wacha tuongee mahakamani. Tukiruhusu mtu yoyote anayewapinga hao watu, yoyote ule, akishawapinga huyo mtu anachukuliwa, anapewa kesi ya uongo, kuna siku atachukuliwa mtu ambaye hana jina, atapotea. Wacheni nikae jela, sijavunja hata rekodi ya Mandela. Hata nikifia jela, nyie msiache kupigania hiki tunachokiamini. Mgonjwa anatumia dawa nyingi. Ukimwona Lissu anameza dawa utaogopa, kopo zima, kwa sababu mwili wake umejaa chuma. Yuko magereza, vyoo vya magereza mnavijua, mguu wa Lissu mmoja ujikunji. Yuko magereza. Amesema hapa Boni, si kwa sababu yake mwenyewe, watoto wake wako Marekani. Lissu ni mwanasheria nguli. Leo akiamua kuacha siasa akasema nafanya kazi ya sheria, Lissu atakwenda mbali sana. Lakini amepigwa risasi za kutosha nyingi. Ameumwa miaka 4, amekaa ICU zaidi ya miezi 6. Ametoka, anakuja, ametembea akiwa kilema, anaendelea kusema kwa ajili yenu. Hii kazi ya mashaka, msivunjike moyo, tianeni moyo. Na uzuri wa msingi ni kwamba hakuna atakayeishi milele. Ni bora kila mtu akachukua hatua za makusudi. Mashehe nawaona hapa, sababu nawajua. Acheni kufanya mnavyofanya, acheni. Hatumkatai Samia kwa sababu ya dini yake. Tulimkataa Magufuli, alikuwa ni Mkristo. Mkapa alipingwa, alikuwa ni Mkristo. Nyerere anakosolewa, alikuwa ni Mkristo. Huyu Samia hatumkatai kwa sababu ya dini yake. Msikutane kila siku mnatoa matamko ya kumtetea. Hichi mnachokifanya sasa, mashehe, rais hata kuwa Muislamu siku zote, mnawafundisha Wakristo kuona vibaya, mtaligawa hili taifa.